Haleluya. Karibu kwenye sehemu ya 5 ya shule ya ukombozi. Mimi naitwa Mwalimu Franki na kukaribisha sana kwa Biblia Times. Karibu sana. Nataka nikufundishe kwenye sehemu ya 5 kitu kinaitwa kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba. Na andika kichwa cha habari, kichwa hapo, kazi ya msalaba kwa herufi kubwa. Na nataka nikwambie kwamba hakuna yoyote ambaye anaweza kujiita Mkristo kama haijui kazi ya msalaba. Kama hauijui kazi ya msalaba ni tafsiri ya mtu asiyejua Ukristo, kwa sababu Ukristo ulikuja kwa kitu kinaitwa msalaba. Na unapozungumzia msalaba unazungumzia wokovu. Okay? Yes. Tuliondolewa katika giza tukaletwa kwenye nuru kupitia kazi ya msalaba, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Na unapozungumzia kazi ya msalaba unazungumzia vipengele kama ni 5, lakini nitaviweka kwenye vipengele 4. Utaelewa kwa nini nakwambia hivyo. Okay? Na hivi vyote lazima uelewe maana yake nini. Lazima ujue maana yake nini. Nitakufundisha kwenye hii sehemu. Sasa nataka nikwambie msalaba kwanza kabisa ulileta mambo makubwa 3. Okay? Ulileta rehema, ulileta neema na ukadhihirisha upendo wa Mungu. Naomba nikusomee ile Yohana 3:16. Naomba unaweza ukasoma na mimi Yohana 3:16. Ni moja ya mstari ambao ni maarufu sana. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Huu mstari unaelezeaga kiufupi maana ya kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ilianza na nini? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. So factor nyuma ya kazi ya msalaba, kuteswa kwa Kristo, kufa na kufufuka, kote kule nyuma yake kulikuwa na upendo wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia kazi ya msalaba, cha kwanza ambacho tunakiona ni nini? Ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kumbuka aliupenda sana ulimwengu. Hapa asemi aliwapenda wacha Mungu, asemi aliwapenda Wayahudi, ni ulimwengu mzima. Kumbuka kipindi hiki ambacho Yesu anakuja duniani kupitia tumbo la mama Bikira Maria, taifa pekee ambalo lilikuwa linamcha Mungu ilikuwa ni Israeli. Mataifa walikuwa wana miungu yao, Dagon, walikuwa wasoma nyota na vitu vingine. Lakini Mungu hakuangalia wema wa watu wake wa Israeli au uovu wa watu wa mataifa. Ndio maana anatumia neno ulimwengu. So huu ni upendo wa Mungu ambao tunaona hauna mipaka. Na Mungu anakupenda wewe sio kwa sababu ni msafi, sio kwa sababu ni mtakatifu. Anakupenda wewe kwa sababu ya upendo wake. Maana yeye Mungu mwenyewe ni upendo. Kwa sababu Mungu ni upendo, hahitaji sababu ili akupende. Ndio maana ukiona umetenda dhambi alafu kamkimbia Mungu eti kwamba naona aibu, maana yake bado hujajua Mungu yukoje. Mungu ni upendo. Mungu anataka unavyokuwa umechafuka ndivyo umsogelee, sio kujiona mwenye hatia na kumkimbia. Namba 1, kazi ya msalaba inadhihirisha kitu. Unaweza kuandika vitu 3 vinavyodhihirishwa na kazi ya msalaba. Vitu 3 vinavyodhihirishwa na kazi ya msalaba. Namba 1 nimekwambia ni upendo wa nani? Wa Mungu. Tukiendelea kusoma inasema hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa cha kwanza tumeona ni upendo. Okay? Mmenielewa? Aliupenda ulimwengu. Lakini kwenye ulimwengu maana yake ni nini? Aliwapenda wadhambi na wasio wadhambi. Maana yake kuna kitu namba 2 kinaitwa neema. Sawa Kinaitwa nini? Neema. Kwa cha kwanza ni upendo wa Mungu, cha pili ni neema. Kwa sababu aliupenda ulimwengu sio kwa sababu ya matendo mema. Ulimwengu tu, hii tafsiri yake ni watu waovu na watu wasio waovu. Umenielewa? Kwa cha kwanza kwenye mstari tunaona ni aliupenda, maana yake upendo wa Mungu. Lakini alipenda nini? Ulimwengu, maana yake alitustahilisha. Neema ni nini? Neema ni kustahilishwa. Ni kustahilishwa. Ni pale ambapo Mungu anafanya kitu ambacho kustahili.
Yesu hakupaswa kuja kuteseka duniani kama angeangalia matendo yetu, kwa sababu wote tulikuwa tumeharibikiwa. So namba 1 upendo wa Mungu, namba 2 neema, lakini pia msalaba unadhihirisha kitu namba 3 ambacho ni rehema. Inasema hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele kinyume chake ni dhambi. Yaani ni short, ila kila muaminie asamehewe apate rehema. Okay? So cha kwanza ni upendo, ndo kilisukuma haya mengine yote yakafata. Nataka nikwambie chochote unachokifanya nje ya upendo wa Mungu ni unafiki mbele za Mungu. Unajua kuna mtu atakuletea zawadi lakini ile zawadi ni mtego. Kuna mkaka atakuletea zawadi ukafikiri anakupenda lakini kumbe ni mtego. Anataka umuone anajali ili akunase. Nyuma yake hakuna upendo, ana nia nyingine. So chochote ambacho unakifanya nje ya upendo wa Mungu hakiwezi kuwa na matokeo. Tunaona Mungu anamtoa mwanae wa pekee hapa. Sio kwa sababu ili tumsifie tufanye ni no, ila kwa sababu alitupenda. Na tunakuja kuona alitupenda sio kwa masharti. Alitupenda katika uovu wetu. Hiyo inaitwa neema. Namba 3 rehema, ili tusipotee bali tuwe na uzima wa milele. Yaani mauti isiwe na nguvu kwenye maisha yetu. Sema amen. So hivyo ni vitu vitatu ambavyo vinazihilishwa kwenye kazi ya msalaba: upendo, neema, rehema. Na unatumia Yohana 3:16 kupata tafsiri hizo. Sema amen kama unanielewa. So unapozungumzia msalaba unazungumzia Ukristo. By the way, mtu yoyote anaweza kuwa Mkristo. Umenielewa? Kwa sababu Ukristo ni imani. Ndio maana watu wanawaambia Ukristo sio dini jamani. Ingekuwa dini kuna watu wangezuiliwa kuja. Ukristo ni imani kwa Kristo. Yaani mtu yoyote ambaye anamwamini Kristo ndani ya moyo wake anaweza kuwa Mkristo. Okay? Then sasa kutoka huko ni maamuzi yake. Watu wengi siku hizo wanalazimisha watu kuwatoa kwenye dini zao. Hatuwalazimishi kuwatoa, unamhubiria. Sawa? Alafu ile kweli itamweka huru. Sio wewe. Wewe huwezi kumweka huru, ni ile kweli. Ndio maana kuna watu wanahubiri kwa nguvu, kwa kutoka jasho, kuna muda watamvuta hata mtu, kuna muda watachukia, yaani kwenye mahubiri, uelewi nini kila siku tunakwambia. Hiyo sio injili my friend. Tayari huko umeshavurugwa. Hauhubiri tena injili. Wewe unachofanya kuna kitu unakitafuta. Unataka kujaza kanisa, utaki amjue Yesu. Kama ungekuwa unataka amjue Yesu usingetumia nguvu. Ukristo ni imani. Ndio maana tuna Wakristo wengi wasio Wakristo. Kwa sababu unakuta mtu anaitwa Mkristo lakini hamuamini Yesu. Yaani hajaokoka. Lakini anasema ni Mkristo. Umenielewa mpaka hapa? Yes. So uwezi ukajiita Mkristo kama huiamini kazi ya msalaba. Kama uishi chini ya upendo wa Mungu, kama uishi chini ya neema ya Kristo, kama uishi chini ya rehema za Mungu, wewe bado hujawa Mkristo, kwa sababu kuyakataa hayo matatu ni kuikataa kazi ya msalaba. Unajua kuna watu ambao wanajiita Wakristo lakini ukienda nyumbani kwao wafanyakazi wanawatesa, wanawanyanyasa. Kila siku lazima umpige. Ile huruma ya Mungu haiko ndani yao. Zile rehema za Mungu haziko ndani yao. Watu watakwambia nimeokoka, lakini ndio mbea. Mtaa mzima wanamjua. Unachofanya unakuwa unamwaibisha Kristo. Sema amina kama unanielewa. Hili ni jambo la msingi ambalo kila mtu anatakiwa alielewe. Na unaweza kujiuliza kwenye kazi ya msalaba, huu msalaba unaozungumziwa hapo ulikuwa ni mti. Okay? Na ilikuwa ni utamaduni wa Waisraeli. Unapokuwa umefanya makosa na hayo makosa ikaonekana kama dhambi, umenielewa? Ikaonekana kama vile mtu uliyelaaniwa, umefanya mambo kinyume na utaratibu wao, umenielewa? Walikuwa wanatumia mti, kwa sababu maandiko yalikuwa yameshaweka wazi kwamba amelaaniwa mtu yule angikwae katika mti. Kwa na Yesu alichofanya ni nini? Alibebeshwa ule mti. Kwa hiyo unapozungumzia kazi ya msalaba unazungumzia ondoleo la laana, lakini pia ondoleo la dhambi, kwa sababu nakwambia vitu ni vitatu, si ndio? Yes. Hawezi ukawa na uzima wa milele kama bado na dhambi.
Umeelewa? Kwa sababu uzima wa milele ni kinyume cha nini? Cha mauti, yani dhambi. Okay? Kwa hiyo watoto wa Mungu, hapa tunapaswa tuelewane kwanza ili twende kule mbele tunakoenda. Okay. Sawa So tunapozungumzia kazi ya msalaba, tunazungumzia pia ondoleo la laana, kwa sababu Kristo alifanyika laana ili sisi tuwe baraka. Nataka nikwambie kazi ya msalaba ilichofanya ni nini? Ni kurejesha vyote ambavyo vilipotea Eden. Yaani kazi ya msalaba inaturudisha Eden. Inaturudisha kwenye nafasi ya mwanzo ambao Mungu alikuja akaongea na sisi. Ndio maana tukapewa Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Unaweza kumsikia Mungu. Mungu anaweza kusema na wewe kupitia Roho wake ambaye yuko ndani yako. Moja ya kitu ambacho tulirejeshewa pia ni nini? Ni uzima wa milele. Kwa sababu ipi? Kwenye Eden Mungu aliwaambia mkila tunda hili mtakufa. Maana yake nini? Walipokula walikufa, lakini ilikuwa ni mauti, sio mauti ya kimwili, ya kiroho. So Yesu anakuja kurudisha ule uzima wa mwanzoni na anaishinda nini? Mauti. So unaweza kugundua kitu kimoja, kazi ya msalaba ni kazi ya urejesho. Yaani Kristo alikuja kufa kurejesha. Kama ambavyo maandiko yanasema, si ndio? Dhambi iliingia kwa mtu huyu mmoja. Mauti iliingia kwa mtu mmoja. Kila kitu kiliharibiwa kupitia mtu mmoja. And therefore alihitajika mtu mmoja mwingine kutolewa kama sadaka, kwa fidia, ili arejeshe yale ambayo Mungu alikusudia katika Eden. Kazi ya msalaba ndiyo inafanya urejesho. Sema amen. Amina, mtoto wa Mungu. So wokovu ulikuja kwa njia ya nini? Ya msalaba. Ndio maana tunaheshimu sana ishara ya msalaba. Ni muhimu sana kwa sababu huwezi kaongelea Ukristo nje ya msalaba. Yes, huwezi. Na ndio maana makanisa karibu yote yana misalaba mbele. Umenielewa? Ni muhimu sana. Na hiyo ni kukili ile kazi ya msalaba. Kuamini kwamba uliokolewa kwa mateso. Maana yake lazima ujue kuna mtu alijitoa kwa ajili yako. And therefore unapaswa ujitoe kwa ajili yake. Hallelujah. Hallelujah. Ngoja nikusomee Warumi 5:12. Warumi 5:12. Warumi 5:12. Naomba tuisome. Inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Umenielewa? Ndio maana kila mtu anazaliwa na dhambi ya asili. Ndio maana unahitaji kuokoka. Usipookoka moja kwa moja ni jehanamu, kwa sababu ya ile dhambi ya asili. So unapookoka unafanya nini? Unahusisha kazi ya msalaba. Maana yake ile dhambi ya asili unaifuta. Moja ya kazi ya msalaba ni nini? Wokovu lileta kitu kinaitwa ondoleo la dhambi. So mtu asipookoka, maana yake ile dhambi ya asili ameishikilia. Mtu asipoamini na kubatizwa, maana yake ile dhambi ya asili ameishikilia. So hakuna ambaye ataenda mbinguni, kwa sababu yule mtu anakuwa chini ya mauti. Na hakuna ambaye ataingia mbinguni akiwa chini ya mauti. Lazima uwe chini ya kitu kinaitwa uzima wa milele, ambao huu unaupata kwa njia ya imani ya Kristo, yani kuokoka. Sema amen. Sema amen. So lazima ujue hili jambo. Alihitajika mtu mmoja tu kurejesha vyote ambavyo iliingia. Kama dhambi iliingia kwa mtu mmoja na mauti ikaingia kwa mtu mmoja, maana yake hii mauti inapaswa kushindwa na mtu mmoja, na huyo anaitwa Yesu Kristo. Ndio maana Yesu Kristo anaitwa Adam wa pili. Ndio maana unaona pia anajaribiwa vile vile kama ambavyo Adam alijaribiwa kwa lugha ya picha ya tunda. Tunaona anajaribiwa na yeye lugha ya chakula. Tunaona na Yesu anajaribiwa kwa lugha ile ile ya chakula. Mmenielewa watoto wa Mungu? Amen. Sasa naomba tukaangalie maeneo au unapozungumzia kazi ya msalaba unazungumzia maeneo gani? Maeneo ya kazi ya msalaba. Namba 1, unapozungumzia kazi ya msalaba ambao moja kwa moja inazungumzia wokovu, lazima namba 1 uzungumzie mafundisho ya Yesu.
tuambie tu kweli, kama Yesu angekuja akateswa, akafa, akafufuka, kusingekuwa na faida. Mmenielewa? Kama asingefundisha, kazi ya msalaba isingekusaidia. Yaani ungeokoka leo ukaanguka kesho. Kinachokufanya wewe ukishaokoka uendelee kuishi chini ya kazi ya msalaba ni maarifa. Na haya maarifa ni neno la Mungu ambaye ni Yesu mwenyewe. So kama Yesu asingefundisha, kazi ya msalaba ingekuwa batili. Watu wengi wangeokoka na kurudi chini. Mmenielewa? Ndio maana tunaona Yesu anatumia muda mwingi kufundisha kuliko kuombea watu. Na sisi pia watumishi tumeitwa kufundisha kuliko tu kuombea watu. Kuna kipindi nilikuwa napenda sana kuombea watu muda wote. Nikaja nikagundua, Roho Mtakatifu akaja akanielekeza. Nikajua kumbe ninachofanya hapa, yaani hao watu ninachofanya ninawatoa, alafu yaani Yesu anachofanya anawatoa alafu anarudi. Kwa sababu hawana maarifa. Maana yake tutamwombea atafunguliwa. Akishafunguliwa bado haishi maisha ya wokovu, haishi maisha ambayo Mungu anataka. Anarudi kule kule. Umeelewa? Kuna mwingine ni mgonjwa kabisa, ana tabia fulani huwa anafanya. Ule ugonjwa ndio umemfanya asifanye ile tabia. Unamwombea tu ndio unakuwa umechochea. Adui akija kumfunga, anamfunga zaidi ya mara ya kwanza. Maana kuna fanya nini sasa? Maana lazima wafundishe watu hawa kwanza. Ndicho alichofanya Yesu. Yesu alijua hivi, hawa watu nisipowafundisha, hata baada ya kuwa nimewaokoa kupitia kazi ya msalaba, hawa watu bado watarudi tena kule kule. Kwa inabidi atufundishe. Ndipo Yesu akatufundisha. Kuna aina ya wokovu ambao utaupata kupitia mahubiri tu. Yaani kuna mtu atakuhubiria tu, alafu wewe mwenyewe utamkiri Yesu ndani yako na kumwamini moyoni mwako. Yes. Kuna watu wa ibirivu waliokoka kwa njia hiyo. Kupitia mafundisho, alafu Roho Mtakatifu moja kwa moja akawachukua. Wanaweza hata wasikumbuka waliongozwa sala ya toba, hawakumbuki japokuwa wamebatizwa. Mmenielewa? Pengine hawakumbuki hata kama waliongozwa sala ya toba, ila ndani yao yale mahubiri tu yaliwaongoza wao wenyewe, wakajikuta wamemkiri Yesu kuwa Bwana. Mmenielewa? Yes. So mafundisho ya Kristo, moja ya kazi ni neno, si ndio? Na neno ndio kweli. Hiyo kweli inatuwekaga huru. Kukuweka huru maana yake sometimes ni nini? Unaweza ukawa umezuiwa kuokoka kwa sababu umefungwa ufahamu. Inavyokuweka huru maana yake moja kwa moja unakiri Yesu kuwa Bwana, unaokoka. Bila mafundisho maana yake kazi ya msalaba ingekuwa batili. So kitu cha kwanza ambacho tunakiona ni nini? Ni mafundisho. Unajua nilikuwa nasoma leo Biblia kwenye nadhani Mathayo. Ukisoma Mathayo 12:41 hadi 42 utagundua Yesu anazungumzia kwa maana ya watu wa Ninawi. Tunaona wanaokoka kwa sababu ya mahubiri ya Yona. Lakini pia anakuja kuzungumzia Malikia wa Kusini, na yeye aliokoka kwa sababu ya nini? Hekima ya Suleiman. Kuna aina ya wokovu utaupata kupitia mahubiri ambayo yatakufanya moja kwa moja umkiri Yesu na kumwamini moyoni mwako. Yes. Mnanielewa? Yaani ni maana yake nini? Kuna mafundisho ndo yatakufanya uokoke. Yaani kuna mtu anahitaji asikie ile kweli ndo aokoke. Na mara nyingi wanaokoka katika roho na kweli ni wale ambao wanaokoka kupitia mafundisho. Na ni ngumu sana kuokoka tu from nowhere. Lazima usikie mahubiri. Yes. Kuna watu wanaokoka baada ya kuona miujiza, of course. Huwa wapo na wenyewe. Kwa sababu tunapozungumzia kuokoka hatuwezi tukatenga kitu kinaitwa imani. Sema amen. So wokovu huu Kristo alianza nao kupitia mafundisho. Umeelewa? Yes. Kupitia mafundisho. Ndio maana kuna mahali alikuwa anazungumza na yule jamani mtoza ushuru, anasema wokovu leo umekuja nyumbani kwako. Umeelewa? Na yule jamaa aliokoka kweli akasema nitatoa nusu ya fedha zangu, nitafanya hiki, na kama kuna mtu nilimdhulumu. You see, kilichofanya awe mtu hiyo ni nini? Mafundisho. Ndio maana tunakufundisha hapa ulipo. Ni ngumu sana kuokoka bila mafundisho. Ni ngumu sana. Umeelewa mtoto wa Mungu? Yes. Na hata unaweza usielewe wokovu ni nini. So kitu namba 1, eneo la kwanza ambalo kazi ya msalaba inafanyia kazi ni mafundisho. Nimekwambia kazi ya msalaba inatafsiriwa kama alama ya wokovu. Amen. Unapozungumzia wokovu huwezi ukaacha kuzungumzia msalaba.
kwa sababu huyo ndo Yesu mwenyewe. Sema amen. So namba 1 ni mafundisho ya Kristo. Namba 2, kazi ya msalaba inatuonyesha kitu kinaitwa mateso. Na hapa kwenye mateso lazima tuelewane vizuri. Sawa? Kama dhambi iliingia kwa mtu mmoja, kama ambavyo tumeona kwenye Warumi 5:12. Umenielewa? Na remember, dhambi ni ya mwili. Mshahara wa matunda ya mwili, moja ya matunda ya mwili au matendo ya mwili ni dhambi. Yaani mwili always umeumbwa kufanya dhambi. Ndio maana hata Yesu alivyokuja duniani ilipaswa afunge. Umeelewa? Kuna watu wanajiuliza kama ni mwana wa Mungu kwa nini alifunga? Ni kwa sababu ya ule mwili. Pia kwa nini aliomba? Kwa sababu ya ule mwili. My friend, mwili kazi yake ni dhambi. Ukiudekeza mwili unakupeleka pabaya. Mwili ni hatari kuliko hata huyo shetani. Watu wengi sio shetani aliyewapiga. Watu wengi wamepigwa na miili yao. Unashindwa kuishinda dhambi kwa sababu gani? Mwili ni dhaifu. Roho iladhi. Sema amen. So kwa sababu mwili ndio ulikuwa sababu ya dhambi, by any means Kristo alipaswa ateswe mwili wake, na kupigwa kwake Yesu ile mijeredi sisi sote tulipigwa. Si mnanielewa? Yaani kila kitu ambacho Yesu kilifanyika pale kwenye kazi ya msalaba kilifanyika kwa watu wote. Kuanzia mateso, alivyokuwa anapigwa ule mwili wake, ule mwili aliutoa kwa ajili yetu sisi. Ni sawa na kwamba wanadamu wote tulipigwa. Kama ambavyo dhambi iliingia kwa mtu mmoja afu ikawa ya wote, ndivyo ambavyo bakola, zile fimbo kwa Kristo zilikuwa za dunia nzima. Na kilichokuwa kinapigwa ni nini? Kilikuwa kinafishwa, ilikuwa inafishwa ile dhambi. So ilikuwa ni lugha ya kiroho. Sema amen. Kwa hiyo nikusomee. Sio ule mtumishi unatoa wapi hiyo? Warumi 6:6. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisurubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. So wewe ambaye sasa hivi unaona kabisa dhambi kuna namna umeishinda, maana yake ni matokeo ya mwili wako kuishinda ile dhambi. Afu kisha shinda mwili wako ndio unaanza kushindana na shetani. Huwezi ukashindana na shetani kama mwili hujaushinda. Yes. Ndio maana wachawi wanakutesa. Why? Vita ya mwili hujaishinda. Hujaikili kazi ya msalaba. Hujaikili kazi ya msalaba ipasavyo. So tunaona kwenye mateso mwili unapigwa, si ndio? Cha kwanza unapigwa kwa sababu gani? Alifanyika dhambi yeye mwenyewe. Lakini pia mwili ulikuwa ni wa dhambi. Dhambi ilikuwa inakaa kwenye mwili. Umeelewa? So ule mwili utakuwa ubatilishwe, ili kwenye ufufuko tunapofufuka pamoja naye. Kumbuka hapa tunateswa naye, tunakufa naye, tunafufuka naye. Maana yake tunateswa naye ule mwili ili ufishwe, ufe. Anapoenda kufufuka, tufufuke na miili mitakatifu ambayo itatupa ambayo ina ushindi mbele ya dhambi. So kwenye mateso tunaona alifanyika dhambi. Kama alifanyika dhambi, mijeredi aliyokuwa anapigwa Yesu ilikuwa ni dhambi yenyewe inasurubishwa. Umenielewa? Yes. Mateso aliyoyapitia Kristo ni mateso ambayo dhambi na mauti ilipitia. Njia pekee ya Yesu kuishinda ilikuwa ni ile dhambi na mauti kusurubishwa. Wakorinto 1:5-12. Wakorinto wa kwanza 5:12. Okay, Wakorinto wa kwanza 5:21. Hii mbona haipo? Okay, Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili 5:21. 5:21 nasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. So unaona sasa alifanyika dhambi. Sio tu kwamba yani kufanyika dhambi maana yake alivyokuwa anateswa ndivyo dhambi ilivyoteswa, ndivyo mauti ilivyoteswa. So njia ya kushindwa hii mauti ambayo ilikuwa imeingia duniani kupitia wazazi wetu wa kwanza ilikuwa ni mauti kuteswa. Na mauti iliteswa vipi? Kwa Kristo mwenyewe kufanyika mauti na dhambi pia. Haleluya.
So ilikuwa lazima afe ili dhambi ishindwe, kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Watu wanajiuliza kwa nini afe? Hiyo ndo maana yake. Okay. Namba 2 hapo kwenye mateso hapo. Kwa hiyo namba 1 kwenye mateso ni kwamba alifanyika dhambi. Nimekusomea Wakorintho wa 2:5-21. Sawa Na kwenye kufanyika dhambi tunaona kwenye Warumi 6:6, ili batilishwe ile dhambi ilikuwa lazima ule mwili wa dhambi usulubishwe, ili mwili usiwe na nguvu tena. Sema amen. Lakini pointi ya pili kwenye mateso, ilihitajika damu, kwa sababu tulitakiwa kununuliwa kutoka kwenye mauti, kutoka chini ya utawala wa shetani. So ilihitajika damu ambayo ingetununua, na ndio maana unaona anachapwa mijeredi na damu zinatoka. Okay? No way out. Mungu asingeshuka kama roho. Ilitakiwa ashuke akiwa na mwili ili damu itoke. Roho haina damu. Kwa maana ya mambo kuna watu hawayaelewi, hasa watu wa dini zingine hawaelewagi kabisa yani. Wataanza kukuambia tu hiki na hiki. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zetu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. So Petro wa kwanza 1:18-19 tunaona tulinunuliwa kwa damu ya Yesu. So by any means alihitajika kuteswa, ilihitajika damu imwagike. Sema amina kama unanielewa. Na hii damu ilikuwa ni fedha katika ulimwengu wa roho. Kumbuka damu ni fedha. Okay? Damu ni fedha. Wachawi wakitaka wakukamate wewe uwe mali yao. Ushawahi kusikia tunamwombea mtu mizimu inasema ni wa kwetu, ni wa kwetu. Unajua wewe yanasema ni wako kwa sababu gani? Yamemnunua kwa damu. Kuna damu za ng'ombe, za mbuzi, na kuna wengine wanajiuza wao kwa kutoa sadaka za ng'ombe kule. Unapotoa sadaka, unapotoa damu ya ng'ombe au mbuzi kwenye madhabahu ya mganga, unajiuza kwa mganga. Maana yake ana uwezo wa kusababisha chochote kwenye maisha yako. Na hapa ndo mtu anaibiwa nyota, anaharibiwa maisha yake. Unaweza pia ukasoma Ufunuo 5:9, Matendo ya Mitume 20:28. Sema amen. Lakini pia mtu anaweza akajiuliza, kwa nini Yesu alipigwa? Kwa nini alipitia mateso? Si ndio Namba 3, kwa nini alipitia mateso? Kumbuka tupo kwenye mateso hapo hapo. Nimesema hivi, maeneo ambayo kazi ya msalaba ilihusika, namba 1 ni kwenye mafundisho, tunaona Yesu mwenyewe akifundisha. Namba 2 nimekuambia ni mateso. Na kwenye mateso hapo nimekuambia kuna vipengele. Kwa mfano kipengele cha kwanza, alifanyika dhambi. Si ndio katika mwili wake. Nimekusomea Wakorintho wa 2:5-21, nimekusomea Warumi 6:6. Unaweza ukasoma hata Petro wa kwanza 2:24. Point ya pili nikakwambia ilihitajika damu ili kutununua. Nikakusomea Petro wa kwanza 1:18-19, Ufunuo 5:9, Matendo ya Mitume 20:28. Point ya tatu ni kwa nini huyu Yesu alipigwa. Maandiko yanasema kupigwa kwake sisi tumepona. Si ndio Lakini hayakuishia hapo, kuna vitu vingi sana amevitaja hapo juu. Isaya 53:5. Sikilizane vizuri. Basi alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichuburiwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. So yale mateso aliyoyapitia, moja ya vitu ni nini? Kurudisha amani. Alichuburiwa kwa maovu yetu, ondoleo la dhambi. Okay? Mmenielewa mpaka hapo? Lakini mwisho sana ni kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa mtoto wa Mungu lazima uelewe uponyaji uliletwa kwa njia ya mateso. So wakati ambao Yesu anapitia yale maumivu makali, ni wakati huo wewe ulipikuwa unapitia uponyaji. Uponyaji upi? Kwa kununuliwa na ile damu. Kwa sababu moja ya kazi ya damu ambayo inafanya kazi ni nini? Ni ukombozi. Soma ile wa Efeso 1:7. Okay? Inazungumzia ukombozi na msamaha ya dhambi. So ilipaswa ateseke ili sisi tuweze kupona.
Sema amina kama unanielewa. Yes. Na remember haya yote ambayo nimeyasema ni kweli kabisa kama ambavyo nimekusomea kwenye maandiko. So namba 2 ni mateso, alihitajika kuteseka. Namba 3 ilipaswa afe. Sasa mtu atajiuliza kwa nini afe? Kwa nini afe? Naenda kukuonyesha. Namba 3 kifo. Namba 1 mafundisho ya Kristo, namba 2 mateso, namba 3 kifo. Naomba Kolosai 3:3. Naomba tuisome hiyo Kolosai 3:3. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Maana mlikufa. Nimekwambia hivi, kila kitu ambacho kinatokea kwenye haya maeneo, kuanzia kwenye mateso na kuendelea, yale mambo yote, sawa aliyoyafanya Kristo, aliyofanywa Kristo, tulifanywa na sisi. Kama ambavyo dhambi iliingia kwa mtu mmoja ikatapaka kwa watu wote, hivyo hivyo alihitajika mtu mmoja kuteswa ili tuteswe wote. Alihitajika mtu mmoja kufa ili tufe wote. So tunaona hapa tulikufa, alafu baada ya kufa maana yake ni nini? Kwenye ufufuo, Yesu anavyofufuka na sisi tunafufuliwa tukiwa mali ya Kristo. Umenielewa? Kifo cha Kristo kilikuwa kifo cha dhambi. Kwa sababu tumesoma kwenye Wakorintho wa 2:5-21, si ndio? Kwamba alifanyika dhambi. Maana kifo chake Kristo ambaye ni dhambi kilikuwa kifo cha dhambi, na kifo cha dhambi ilikuwa ni ushindi wa mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kifo cha Yesu kilikuwa ni alama ya kifo au ushindi dhidi ya dhambi, yani ushindi dhidi ya mauti. Mtu yote ambaye yuko chini ya mauti ni mtu ambaye anytime anaweza kufanya dhambi ya aina yoyote. Lakini pia tunaona kifo ilikuwa ni alama ya upatanisho na Mungu wetu. Manake vilikufa vile ambavyo havikuhitajika, ambao ni dhambi. Dhambi kilikuwa kizuizi, mauti ilikuwa kizuizi ya Mungu kusema na sisi. Naomba tusome Warumi 5:10. Warumi 5:10. Unaweza kusoma kwenye Biblia yako hapo. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. Kilichotupatanisha ni mauti ya mwana wake, mauti ya Kristo. Kifo cha Kristo kilitupatanisha na nani? Na Mungu. Lazima ujue hicho. So unaweza ukaona hivi vitu vyote vina maana na ilikuwa lazima vipitie. Bila Kristo kufa maana yake mauti isingeshindwa. Umenielewa? Yes. Yaani ilitakiwa mtu mmoja afe kwa niaba ya watu wote. Na akifa sasa asiishie kufa, lazima afufuke. Umenielewa? Kama asingefufuka, kifo kingekuwa batili. Namba 4 ufufuko. Namba 4 ni alama ya ushindi dhidi ya shetani, ushindi kinyume na dhambi na mauti. Inaweka muhuri wa hilo jambo. Lakini lazima ujue kabla ya ufufuko kuna mahali alienda. Alishuka wapi? Kuzimu. Ufufuko ilikuwa tu ni jambo la mwisho ambalo ilikuwa linaweka muhuri kwenye mambo mengine yote ambayo tumesoma. So unaweza unajifunza nini? Kabla ya ufufuko tunaona Yesu anahubiri, kwanza anashuka kuzimu. Na alishuka kuzimu kwa mambo matatu. Namba 1 kuhubiri kifungoni. Nataka nikwambie hawa jamaa ambao walikuwa kifungoni ilikuwa ni eneo maalum la kuzimu ambalo watakatifu walikuwa wanawekwa. Sasa ngoja nikwambie hao walikuwa ni watakatifu. Kina Daudi wote ambao unaona walikufa kwenye agano la kale na hawakuchukuliwa na Mungu walikuwa huko. Lazima ujue hilo. Okay? So kuhubiri kifungoni ilikuwa ni kazi ya kwanza. Nataka nikwambie hakuna mtu yote anaweza. Maana yake ni nini? Walihubiriwa wokovu hawa watu. Waokoke ili waende mbinguni. Ndio maana alihitaji kuwahubiria. Na wewe pia ili uokoke unahitaji kuhubiriwa. The problem ni kwamba wengi hawataki mahubiri. Hataki kufundishwa. Kuna mtu utaongozwa sala ya toba na hautaokoka. Utakuja kuokoka kwa sababu ya mahubiri. Yaani ukikaa darasani. Yes. Yaani unaweza ukaokafu kwa unajiona uko pale pale tu. Ila baada ya kufundishwa ndio unaanza kubadilika.
Lile badiliko la ndani ndo wokovu, sio maneno uliyoyasema. Watu wengi hawajui hili. Maana unaweza kuongoza sala ya toba leo ukaokoka wiki 2 zijazo kupitia mafundisho. Na hauwezi kuokoka leo ukaacha kuwa na mtu wa mafundisho ukategemea kuendelea. Ndio maana Yesu alifundisha kwanza, alijua hao watu hata baada ya kuokoka wanahitaji maarifa. Bila maarifa wataanguka tu. Sema amen. Na nilikufundisha nikakwambia wokovu, roho inazaliwa upya. Nafsi inakuwa sio mpya. Nafsi na mambo yake yale yale, inatamani kasino, inatamani ulevi, inatamani bangi, inatamani kila aina ya uovu. Umenielewa mtoto wa Mungu? So hii nafsi sasa iokolewe na yenyewe. Hii nafsi inaokolewa kwa kitu kinaitwa kweli. Ndio maana maandiko yanasema na hiyo kweli itawaweka huru. Tunaposema kweli ni maarifa, ni neno la Mungu. So Yesu alihitaji kuhubiri kifungoni huko kwamba vipi mnaokoka au hamuokoki. Wale ambao Biblia inasema makaburi yakavunjika wakaonekana watakatifu wakitoka, au ndo waliokubali. Sijajua kuna wengine labda walikataa. Wakasema Musa ndo bwana wetu, sisi hatukujui. I don't know kama kuna watu walisema hivyo. Hizi dini zinatushikilia sana. Kuna watu kama Wayahudi wamemshikilia Musa kuliko hata Yesu. Mungu atusaidie. Naomba nikusomee. Unaweza kujiuliza alienda kuzimu? Ngoja nikusomee. Kwa wale ambao wanasali na sadiki wanafahamu, si ndio? Akashukia kuzimu. Petro wa kwanza 4:6. Maana kwa ajili hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa Injili, ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu, bali wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Hao wafu waliohubiriwa ni wapi? Hao waliokuwa kifungoni. Lakini pia Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19 inadhibitisha hili. Inasema nini? Ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Umenielewa? Yes. Hawa ni roho kwa sababu miili yao ilikuwa makaburini. Ndio maana wanaitwa roho. Maana yake kuna roho zipo kuzimu, ndio mizimu inayosumbuaga watu. Hao walikuwa kifungoni kuzimu, lakini eneo maalum au paradiso wanaita. Maana paradiso ilikuwa kuzimu kwa sababu gani? Yesu akiwa pale msalabani na yule jamaa alisema kwamba usiku wa leo tutakuwa paradiso. Lakini kumbuka hapo alikuwa bado hata hajafa. Usiku ule alifufuka baada ya siku 3. Na alipofufuka siku ya 3 alisema sijapaa mbinguni kwa Baba. Hiyo paradiso aliyosema usiku huu maana ilikuwa wapi? Ilikuwa kuzimu. Sijui unanielewa mpaka hapo. Sasa hivi kwa sababu mauti haina nguvu, mtu akifa haendi kifungoni tena, haendi paradiso. Akiwa wa mbinguni huko, akiwa wa wapi? Kuzimu. So cha kwanza ni kuhubiri kifungoni. Yesu alitakiwa kwanza kuwaokoa waliokuwa watakatifu ambao walikuwa wapi? Kuzimu, kwenye eneo linaitwa kifungoni. Kwa nini walienda kifungoni? Mauti ilikuwa na nguvu kwenye maisha yao. Hakukuwa na mlango wa kwenda mbinguni. Hiyo ndo maana yake. Yaani Adam na Eva walichokifanya, walimpa mamlaka shetani mpaka ya watu wakifa wawe chini yake. Umeelewa? Kwa sababu mauti kwa sababu alikuwa nayo jamaa, maana yake yeye ndo alikuwa ana dominate waende wapi. Umeelewa mpaka hapo? Yes. Na kanuni za kiroho hazinaga ubabe. Yaani kanuni za kiroho, kanuni za ulimwengu wa roho hazina ubabe. Yaani Mungu kanuni kama haimruhusu kufanya jambo fulani, hawezi kutumia nguvu zake. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni mwenye haki. Mungu aonei. Rabo shanta la bakorian. So cha kwanza kabla ya ufufuko aliposhuka kuzimu aliwahubiria watakatifu. Namba 2, alienda kushinda nguvu za giza. Ilikuwa lazima azishinde hizo nguvu za giza. Kwa sababu kitendo cha kwenda kuwahubiria, angeenda vipi kuwahubiria? Unadhani shetani alimwacha tu? No, lazima walishindana. Kwa hiyo zile nguvu za giza zote alizishinda. Ngoja nikusomee Isaya 61. Sikiliza vizuri itakusaidia. Afu pangilia notes zako vizuri. Sawa? Haleluya. Naomba nikusomee kitabu cha Isaya. Raba shanda rabokoria. Inasema Isaya 61:1. Roho wa Bwana
Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Haya mambo yote niliwafundisha, huwezi ukayafanya kama huna nguvu za kiroho. Kitendo cha kwenda kuwahubiria kule Kristo ilikuwa kifungoni. Kitendo cha kuitwa kifungoni tu ilihitajika kuwafungua. Maana yake nini? Alitakiwa kushinda nguvu za giza ili kuyafanya hayo mambo. So mambo ya kuwafungua waliofungwa yalianza kabla, yaliendelea hata baada ya kifo chake, na yanaendelea hadi leo. Namba 3, kwenye ufufuko hapo tunaangalia kazi 3 ambazo Kristo alizifanya kabla ya kufufuka, yani baada ya kifo chake. Cha kwanza kuhubiri kifungoni, cha pili kushinda nguvu za giza, cha 3 kuchukua funguo za mauti na kuzimu. Umenielewa? Hakuna anaenda kuzimu sasa hivi kama ni mtakatifu. Lazima tujue hilo. Yes. Hakuna. Ukimwona mtu kaenda kuzimu, maana yake amekufa kwenye nini? Kwenye mauti, akiwa chini ya dhambi. Kuchukua funguo za mauti na kuzimu ndiyo kazi ambayo alienda kuifanya. Ufunuo 1:18. Nataka nikwambie Yesu hakupigana na shetani. Shetani alipomuona tu alikimbia. Yaani alikimbia. Mungu hawezi kushindana na shetani, na kiumbe alichokiumba. Ufunuo 1:18. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 18. Na aliye hai nami na alikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. So shetani mpaka sasa hivi kule kuzimu amepanga tu, kwa sababu funguo zenyewe za mlangoni hana. Kwa hiyo kuna muda anaomba ruhusa. Nataka niwaambie shetani ni mtumwa, anatumika na Mungu, na kuna muda hata huwa hajui kama anatumiwa. So Yesu, moja ya kitu ambacho alifanya ni kuchukua funguo za mauti na kuzimu. Hiyo ni kazi. Alafu hizo funguo akatupa sisi. Ndio maana unaweza kuikemea mauti na ikamwachia mtu. Yaani mauti ilipokuwepo duniani kabla ya ujio wa Yesu, ilikuwa ina uwezo kumwamlia mtu akatenda dhambi. Ilikuwa na uwezo wa kumuua mtu kabla ya muda wake. Lakini tukumbuke Mungu kipindi hicho kulikuwa bado kuna neema. So ile neema ya Mungu ndio ilikuwa inawasaidia watu. Lakini neema ya kwenye Agano la Kale, my friend, ilikuwa na masharti, haikuwa na bure. Ilikutaka uwe mtenda mema, uwe mtu wa haki ili uipate. Tofauti na Agano Jipya. Naenda kasome kwenye neema ni ufunguo wa maisha. Nilielekeza tofauti ya neema ya Agano la Kale na neema, kwa sababu neema utagundua ilikuwepo hata kwenye Agano la Kale. Lakini hii neema ambayo ni Agano Jipya, ambayo ni ya damu ya Yesu, ili tustahilisha bure. So namba 4 ni ufufuko. Namba 5 ni kuketishwa katika kiti cha enzi. Hapa ndipo kazi ya msalaba inakuja kuturejeshea mamlaka yale ya mwanzoni. Mamlaka kinyume na shetani, mamlaka kinyume na kila roho za giza. Kwa sababu tulipewa, moja ya nguvu tulizopewa sisi ni kumiliki, si ndio? Yes, ndicho ambacho tulipewa. So kuketishwa manake baada ya Kristo kufufuka, tunaona maandiko yanaweka wazi, si ndio? Alipofufuka, alifufuka pamoja na sisi, si ndio? Yes. Nimekuambia kila kitu ambacho Yesu alikifanya kwenye kazi ya msalaba alikifanya pamoja na sisi. Naomba tusome Waefeso 1:20 ili tugundue sisi ni kina nani. Watu wengi hapa sasa ndio tunafeli. Waefeso 1:20 hadi 21. Aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu huu bali katika ule ujao. Sema amen. Sasa lazima ujue Kristo aliwekwa mkono wa kuume juu kwenye ulimwengu wa roho. Sasa lazima ujue hivi, Kristo, sisi ni mwili wa Kristo na yeye ni kichwa. Maana kichwa kilipo kuna mwili. Yaani alipokaa Kristo ndipo tulipokaa sisi. Kwa sababu Yesu ni kichwa, sisi ni mwili. Umenielewa? Kichwa na mwili haviwezi kutenganishwa, vimekaa sehemu moja. Uwezo wewe ukasema kichwa kaa kule mwili huku. Maana yake ni hivi,
mamlaka haya ambayo nimeyataja, nimeyasoma hapa kwenye neno la Mungu, ndiyo ambayo sisi tulipewa. Ndio maana kwenye Yohana 14:12 anasema hivi, yale ambayo yeye Kristo ameyafanya hata sisi tunaweza kuyafanya, na hata zaidi. Why? Ile nafasi ambayo Mungu amempa Kristo kwenye ulimwengu wa roho, ndiyo hiyo ambayo sisi tunayo. Ukilijua hili maana yake ni nini? Hautasumbuliwa na wachawi. Sema amen. Naomba nikusomee pia Waefeso 2:6 tukazie hapo. Waefeso 2:6 inasema nini? Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Umenielewa? So ile mamlaka ambayo Yesu alipewa kwamba kila goti litapigwa, kila nini, tumepewa pia, kwa sababu akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Sasa ngoja leo nikufundisha kitu kimoja. Lazima ujue nafasi yako. Yaani kazi ya msalaba ilituweka juu zaidi ya malaika. Sijui mnanielewa mpaka hapo. Ilituweka juu zaidi ya shetani. Watoto wa Mungu, kisha alijua hili. Ngoja nikwambie, unajua nguvu za kiroho na mamlaka zipo kwa kitu kinaitwa hate. Yaani ni hivi, Mungu ndiye aliye, ndio maana maandiko yanasema ameketi juu zaidi. Na shetani alipotaka kumshusha Mungu alisema nini? Ataenda juu zaidi ya Mungu. Yaani maana yake ni nini? Kumbe mamlaka kwenye ulimwengu wa roho yani ni distance ya umbali. Umenielewa mpaka hapo? Na ndio maana ngoja nikwambie, Balaamu alipotaka kuwaloga Waisraeli walienda mlimani. Hata sasa hivi ili uchawi ufanye kazi, watu wanapanda milimani. Na kuna wakati hata wewe mtumishi wa Mungu atakwambia kama ni vita ya eneo. Kwa mfano kuna mtumishi mmoja alienda Simiyu huko. Wale jamaa wakawa wameloga kwamba ule mkutano usifanyike, mara mvua, mara nini. Kesho yake Mungu akamwambia, naomba tafuta eneo ambalo ni la juu sana kwenye ile eneo, mlima, upande, alafu kaombe maombi haya. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mamlaka na nguvu kwenye ulimwengu wa roho ni pamoja na nini? Ndio maana tunasema Mungu anaketi katika mlima Sayuni. Ni mamlaka. Ni mamlaka. Sasa nataka nikwambie hivi, Mungu anaposema akatuketisha juu kwenye ulimwengu wa roho, maana yake akatupa mamlaka juu zaidi. Haya, naomba unisikilize vizuri. Unapozungumzia ulimwengu wa roho, cha kwanza unazungumzia hierarchy. Sawa Kuanzia juu kabisa, Mungu ndio yuko juu kuliko wote. Afu wengine wanakuwa wanashuka mpaka kuzimu huko chini. Unajua kwa nini Mungu alimshusha shetani kuzimu? Shetani alitaka kupanda juu zaidi ya Mungu, amtawale hadi Mungu. Mungu alichofanya akasema, kumbe unijui. Akamshusha chini zaidi mpaka chini yetu. Kuzimu ni chini huko. Ni huko chini baharini, ni huko chini ya ardhi, chini ya nchi. Umenielewa? Sasa nataka nikwambie hivi, kuna ulimwengu wa roho umegawanyika sehemu zifuatazo. Cha kwanza juu kabisa, ambapo ni mlima Sayuni. Sawa Inaitwa God's realm, yani ulimwengu wa roho ambao Mungu peke yake anakaa. Umenielewa? Sasa kumbuka, unapozungumzia Mungu peke yake anakaa, unazungumzia Baba, Mwana na Roho. Kama sisi tumeketishwa pamoja na Kristo, manake sisi pia ni watu ambao tumeketishwa kwenye ulimwengu wa roho pamoja na Mungu. Si unanielewa? Kwa sababu lile andiko la kwanza umesikia Kristo aliketishwa mkono wa kuume wa Baba. Sisi tumeketishwa pamoja na Kristo, manake tumeketi mkono wa kuume wa nani? Wa Baba. Wewe ndio maana wewe ni mkono wa kuume wa Mungu. Maandiko yanasema wewe ni rungu langu. Umenielewa? Ndio maana upaswi kumwambia Mungu naomba umpige, kwa sababu upo upande wake wa kuume, anategemea wewe ndio uwe nguvu zake. Umenielewa? Wewe ndio uwe mkono wake. Cha ajabu ulie mkono wake na wewe unamuuliza, unamwambia nipige au nisipige. Umenielewa? So lazima ujue, cha kwanza kwenye ulimwengu wa roho tunapozungumzia hierarchy, ranks, vyeo, ukuu, mamlaka kwenye ulimwengu wa roho, tunaangalia umbali, distance, height. Uko juu zaidi. So kilicho juu zaidi cha kwanza ni Mungu mwenyewe. Ndio ulimwengu wa roho ambao anakaa Mungu peke yake. Na mtu yote aliyeokoka na akatambua mamlaka yake, akaitambua kazi ya msalaba, anakuwepo hapa. So sio kila mtu yupo kwenye ulimwengu wa roho ambao Mungu yupo. Ni wale tu waliojitambua. Hawa ndo wanaamuru mambo yanatokea.
Yaani wanakaa, kuna mahali wakikaa wanachukua nafasi ya Yesu mwenyewe. Uwezo ukasema umechukua nafasi ya Yesu mwenyewe kama wachawi wanakukimbiza kila siku. Utakuwa tudanganya Yesu. Huyo sio Yesu. Manake Yesu ndani yako bado hajaumbika. The more Yesu anaumbika, manake na ulimwengu wako wa roho una shift. Vile viwango unahama mpaka unafika wapi? Kwenye ulimwengu wa roho ambao Mungu peke yake anakaa pamoja na Wakristo ambao wameelewa nini wanafanya. Namba 2, kuna ulimwengu wa roho ambao ni malaika peke yake wa Mungu wanakaa. Umeelewa? Yes. Alafu namba 3, kuna ulimwengu wa roho ambao mapepo na wengine wote wanakaa huko. Umeelewa? Alafu kuna namba 4, huu ni ulimwengu wa roho. Sasa huu sio ulimwengu wa roho, ni ulimwengu wa mwili. Umeelewa? Ambapo ndo hapa duniani. Umeelewa? Alafu kuna ulimwengu wa kuzimu huko chini ya bahari. Sasa nilivyotaja hivi, wa kwanza ndo ana nguvu kuliko wengine wote. Sasa ngoja nikwambie, haya mapepo ambayo yapo kuzimu yanaweza yakaenda kwenye ulimwengu wa roho hapa juu. Maana yake ni hivi, mwanadamu ambaye hajakaa kwenye ulimwengu wa roho, haujui ulimwengu wa roho, ni mateka wa mapepo ambayo yapo chini kimamlaka. Umenielewa? Kwa sababu mwanadamu ana mwili. Maana yake anaweza kukaa kwenye ulimwengu wa mwili au kwenye ulimwengu wa roho. Umenielewa? Mkristo yote ambaye roho yake haijazaliwa upya, Mkristo yote asiyejua ulimwengu wa roho bado atateswa na wachawi. Kwa sababu wachawi wapo kwenye ulimwengu wa roho hapo juu kwenye namba 3. Nimesema namba 1 ni ulimwengu wa roho ambao Mungu peke yake anakaa. Namba 2 ni ulimwengu wa roho ambao malaika wa Mungu anakaa. Namba 3 ni ulimwengu wa roho ambao roho zote zinakaa, kiwepo roho ya mwanadamu ambaye ndo kaanza tu kumjua Yesu. Ukikua sana ndo unaenda namba 1. Hiyo namba 3. Namba 4 ni ulimwengu wa mwili ambao kila Mkristo mpagani wanaishi. Namba 4 ni nani? Ni kuzimu. Maana yake ni hivi, kitendo cha kuzimu kuwa chini yetu tu ni alama ya kwamba kimamlaka shetani na maroho yake wako chini. Na ngoja nikwambie, hakuna roho yoyote ya giza, hakuna mapepo yanayoweza kutoka kuzimu yakaja huko kwenye ulimwengu wa mwili kama hajayaita mwanadamu. Maana yake ni nini? Wewe mwanadamu ndio wa kuyapa mamlaka na nguvu hayo mapepo. Kama hautaabudu, hutatambika, mapepo hayawezi yakaja. Niliwahi kuwaambia, pepo au roho yoyote ili ije kwenye ulimwengu wa mwili inahitaji leseni, na huyo mwenye kutoa leseni ni mwanadamu peke yake. Ndio maana nikawafundisha nikawaambia pia kwenye Mathayo 9:37 na kuendelea, maandiko yanasema muombeni Bwana awaletee watendakazi. Yaani ni hivi, yaani maana yake in short ni hivi, Mungu mwenyewe hawezi akafanya chochote kwenye ulimwengu wa mwili kama mwanadamu hajafanya chochote kumkaribisha afanye. Hakuna pepo litatoka kuzimu lije hapa. Sawa? Si unanielewa mpaka hapo? Haya mapepo yote unayoyaona hapa yameitwa na watu. Aidha kutambika, kuzindika, sherehe, ibada za kila aina. Umenielewa mpaka hapo? Yes. Lazima ujue hapo. Na kinachowaita ni nini? Madhabahu. Kwa sababu hamna ibada nje ya madhabahu. So ukikuta eneo moja lina madhabahu nyingi za giza, utakuta wachawi wanatawala hilo eneo. Umenielewa? Kwa sababu madhabahu ni malango yao pia ya kwenda kuzimu na kuja huko. So kisha mtengenezea lango ndo njia ya kuingia na kutoka. Eneo ambalo hakuna madhabahu za giza, wachawi hawezi wakakaa. Maisha yao yatakuwa magumu sana. Umenielewa mpaka hapo? Yes. So hii kusaidia wewe kuelewa mamlaka yako ni nani. So tunapoketishwa, manake baada ya Kristo sasa kufufuka, tunaona anatuketisha juu, anaturudisha kwenye nafasi ya mwanzo. Anatupa mamlaka kinyume na kila usultani, kila nguvu, kila uweza. Maandiko yamesema vizuri. Ukisoma ile Waefeso 6:12, falme, mamlaka, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya yote yako chini yetu. Hayo yote yapo kwenye ulimwengu wa roho huu wa kawaida. Sisi tupo kwenye ulimwengu wa roho pamoja na Mungu. Lakini lazima utambue hiki kitu. Lazima uamini, na uamini kwa sababu nimeamini. Mbona mimi naamini? Unajua kuna watu very easy kurahisisha mambo. Anakuambia, namwamini Yesu. Unamwamini wakati matendo hayaonyeshi kama unamwamini. Uwezo ukasema unamwamini Yesu wakati haumpendi. Na haumpendi kwa sababu gani? Ukiwa unaenda kanisani, huwa unaangalia nguo mpya. Kama nguo huna mpya huendi. Na kuna muda unazila kabisa kwamba mimi siendi. Yaani kuna mtu unataka kumtumia, siendi kanisani. Umegombana na mmeo, unajua anapenda sana mambo ya kanisani, unasema siendi kanisani. Unamkomoa mtu.
wewe bado humpendi Mungu, haumpendi na hujui hata unachoendaga kufanya kanisani. Ila mtu kama ukimuuliza atakwambia naamini. Imani ipi? Mtu hajisikii raha kwenda kanisani akiwa hana nguo mpya, akiwa hana mshono mpya, akiwa hana wigi jipya, hajisikii raha kwenda kanisani. Yaani raha ya yeye kwenda kanisani ni vitu vya dunia. My friend, ilitakiwa raha yako iwe ni kwenda kwa sababu unaenda kumwabudu Mungu. Lakini sasa hivi ni nini? Ibada yako ipo kwenye nguo. Huyo ndio unayemwabudu, kwa sababu huyo ndo amekufanya uende kanisani. Kinachokufanya uende kanisani ndicho utakachokiabudu, kwa sababu upendo wako upo hapo. Sisi tunaelewana? So tuna watu wengi wanaenda kanisani na hawaendi kumwabudu Mungu, wanaabudu mavazi, mawigi. Ndio maana muda wote yupo anageuza macho tu kuangalia mishono mipya. Yesu angekuwa kipaumbele chako tungekuelewa unachokifanya. Lakini tatizo ni kwamba kuna muda hauendi hata kanisani kwa sababu tu kuna msuko mpya huna. Hauwezi kumweka msuko kwenye nafasi ya kwanza na Yesu akawa nafasi ya kwanza. Haiwezekani. Umeelewa? Yesu alisema asiye upande wetu yupo kinyume chetu. Uwezi ukamtumiki, uwezi ukajichanganya kwenye giza na kwenye nuru. Haiwezekani. Lazima uchague kimoja. Kilicho nafasi ya kwanza ndio hicho. Haleluya. Haya mafundisho naomba uyasikilize. Yaani naona Roho Mtakatifu ndani yangu ananiambia hawa watu wanatakiwa warudie kusikiliza. Naomba mrudie kusikiliza. Kuna vitu vikubwa, sikiliza taratibu. Unajua watu mnavyoandika, yani naona kabisa mnasikiliza vitu alafu hampi Roho Mtakatifu nafasi. Mnaandika vitu vya juu. Kuna muda anawapa ufunuo, mafunuo hamyaoni. Mnaandika tu vitu vya juu yani. Mjitahidi sana. So hapa nimekuja kukuelezea ulimwengu wa roho, upande wa nuru na giza kote nimechanganya hapa. Si ndio kwamba anaanza Mungu kule juu. Kwa sababu yuko juu maana yake ndio mwenye mamlaka zaidi. Sasa hapo kwa Mungu Mkristo anaweza kuwepo hapo. Kinachozaliwa na roho ni roho. Amen. So lazima tuelewane hapo. God's lamb. So nimekufundisha hivi vitu, naomba uviandike vizuri. So kwenye kazi ya msalaba, moja ya kitu tunakipata mwishoni ni mamlaka. Tunapewa nguvu na mamlaka ya kukemea mapepo, ya kungoa hiki na hiki na hiki na hiki. Waganga, wachawi wanakuwa chini yetu. Ndio maana maandiko yanaposema nimewapa amri ya kukanyaga. Yaani maana yake uwezo kukanyaga kitu ambacho kiko juu. Maana yake nini? Anachosema nimewainua, nimewaketisha juu ya roho zote za giza. Ndicho anachomaanisha. Uwezo kukanyaga kitu kilicho juu. Mmenielewa mpaka hapo? Yes. Kwenye Luka 9:1 anazungumza nimewapa mamlaka, nimewapa nguvu na mamlaka juu ya pepo wote. So ukiwa unasikiliza hii, tutaingia zaidi kwenye mapepo na hayo maroho mbeleni. Lakini nataka sasa hivi usikilize hapa ili uelewe, ujijue wewe ni nani.